الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخوان بالله ورسول الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله في طاعته وفي أوامره. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, jambo la kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, pili kwa fadhila zake mbalimbali katika kule kutuwezesha kufikisha katika Ijumaa tukufu kama hii leo, katika siku tukufu, katika saa tukufu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi yetu, lakini pia rehema za amani, rehema na amani zimfikie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ashabi zake, pamoja na jamaa zake, familia yake, pia pamoja na wakezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hotuba yangu ya siku ya leo itahusika katika suala moja tu. Tutatazama katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinsi alivyokuwa anatupa nasaha na kutueleza sisi waja wake kuhusiana na masala ya mtu kuto kujikweza wala kujitukuza wala kujiona yeye mwema sana kuliko watu wengine wote. Tukianza na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu yoyote yule ambaye atakaifanya nafsi yake kuwa ni safi. Hakika amefaulu kila yule ambaye atakayeifanya nafsi yake kuwa ni safi. Ashirio la hii aya linaashiria ya kwamba nafsi yoyote ya mwanadamu yoyote lazima ipatikane katika sura ya kuamrisha kufanya matendo yasiyokuwa ya sawa, kwa maana yake mabaya. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia hakika amekwisha kufaulu yule mtu ambaye kwamba nafsi yake ameitakasa, kwa maana ameifanya iwe ni safi, kwa sababu usafi wa moyo ndio usafi wa matendo, uchafu wa moyo ndio uchafu wa matendo. Ndio maana mimi huwa ninasema usipotaka kumtazama mtu moyo wake jinsi ulivyo, mtazame matendo yake amekaa katika sura gani, kwa sababu haya matendo ambayo sisi tunaishi nayo na tunayafanya, tafsiri yake kubwa kama jinsi wanavyosema wanawachuoni, asili yake ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Kadiri unapozidi kufanya moyo wako kuwa mzuri, unapozidi kulazimisha moyo wako kuwa msafi, basi hata matendo yako na yenyewe pia moja kwa moja yanakuwa yako katika sura ya uzuri na katika sura ya usafi. Geuza kinyume chake hapo hapo. Ukiufanya moyo wako kuwa katika sura mbaya, pia hata matendo yenyewe yanakuwa katika sura mbaya. Na shida yetu kubwa sisi Waislamu wa zama za leo, tunakwenda kufanya matendo kabla ya kutengeneza nafsi zetu na nyoyo zetu. Hiyo ndio shida kubwa. Usipate tabu. Mfano ukitutazama sasa hivi hapa tumekuwa wachache sana misikitini. Kwa nini? Tulifanya matendo hali ya kuwa nyoyo zetu hatujataka ziwe safi. Kwa sababu gani? Maana yake asili ya nyoyo itakapokuwa safi na matendo mengine pia yatakuwa safi tu. Lakini kinyume chake sasa hapo, maana yake kwa sababu sisi tunashughulika na matendo, hatushughuliki na nyoyo zetu. Natija yake ni nini? Natija yake ndio hiyo sasa. Tunakuwa hatuswali, tunakuwa sio katika waja waliokuwa wema kabisa. Tunakuwa hatuna matendo yaliokuwa mazuri. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunatengeneza matendo kabla ya moyo.
Jambo la kwanza kutengenezeka, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni moyo kabla ya matendo. Ndio maana alayhi wasallam katika risala yake alikuja kudili na nyoyo za watu. Kwa sababu gani? Moyo ndio injini ya mwanadamu. Endapo kama inakaa vizuri, basi huu mwili wake katika masala ya matendo, katika kuzungumza na katika kufanya, basi pia hata hayo matendo yake yatakuwa safi. Hebu chukua hatua leo, anza kutengeneza moyo wako vizuri, anza kuupa nasaha, anza kuuzuia katika vitu mbalimbali. Alafu utakuja kuniambia matendo yako yamekaa katika sampuli gani. Sisi tutengeneza matendo kabla ya nyoyo zetu. Tengeneza moyo wako, alafu matendo ndio yafuatie. Simaanishi kwamba ukianza kutengeneza moyo ndio uache kuswali, sijakusudia hivyo. Na kusudia kwamba wakati huo unafanya ibada pia na moyo wako uweke katika sura iliyokuwa nzuri, katika muonekano uliokuwa mzuri. Qad aflaha man zakaha, hakika amefaulu kila ambaye atakayechukua jukumu la kusafisha moyo wake. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ndio maana ukisoma katika surati Yusuf pale, kama sijakosea, aya nambari 53, yule mwanamke na anasema kwamba wama ubarri nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, kwamba sikuwa ni mwenye kutakasa nafsi yangu. Maana yake sikufanikiwa kuizuia nafsi yangu kutoka kufanya jambo hilo kwa baya. Kwa maana ya kwamba kumbe moyo wake naye pia aliruhusu, nafsi yake aliruhusu kwenda kufanya jambo baya, na tija yake ikatokea ni kitu gani? Maana yake ikaja kuzua taharuki kwa Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wasalam. Lakini kama angezuia nafsi yake, maana yake ile sifa ya tendo baya isingepatikana. Utakuja kugundua kumbe asili ya matendo yote yanaanzia ndani ya moyo wa mwanadamu. Ukiona una sifa ya wizi sana, sio usipate tabu, kagua moyo wako na kukua uko vipi. Ukiona una tabia ambazo sio nzuri katika dini ya Kiislamu, tabia za umbea sana, kagua moyo wako una shida gani. Utagundua kumbe moyo wako unabidi udhibiti. Usipoudhibiti moyo wako tu, natija zote hizi tunazoziona duniani, fujo zote zinakuja kutokea baada ya kuwa watu washashindwa kudhibiti mioyo zao na nafsi zao katika matendo. Ukishindwa kuidhibiti tu shekhe, kila mtu unayemwona mbele yako utamuona kwamba ni mzuri tu. Lakini kama utaweza kudhibiti hiyo nafsi yenyewe, maana matendo yako haya yatakuwa katika sura nzuri. Qad aflaha man zakaha, maana yake kwa kutumia ibada, kwa kutumia adhkari mbalimbali, lakini pia hata kwa kutumia hiyo Qur'ani tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akakupa msaada katika kuinyoosha nafsi yako. Kwa sababu sisi nafsi zetu sharti tunatakiwa tuzisafishe zike katika sura iliyokuwa nzuri. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kisha baada ya hapo ukishakuwa tayari ushafanya jambo la kwanza katika kuitakasa nafsi yako, jambo la pili ni kitu gani? Usijione wewe mwema sana shekhe, kwamba wewe ndio mcha Mungu mzima. Wengine wote wanakosea sana. Sio makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio makusudio yake hayo. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanajipa utukufu kwa sababu ya makabila yao shekhe, kwa sababu ya nasabu yao, kwa sababu ya taifa lao. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Basi Mwenyezi Mungu kamaliza hapo. Yaani maana yake ni nini? Kuwa utakapokuwa shekhe, soma utakaposoma, chukua doktori zote, chukua elimu zote unazojua duniani, lakini mbona wetu sisi sio mtu mwenye kabila zuri shekhe, sio mtu mwenye taifa zuri, kwamba hawa taifa lao rangi yao ni nyeupe ndio watukufu. Hapana. Utukufu unapatikana kwa mmoja wetu sisi, kwa ule ucha Mungu wake tu. Hapo tuangalie na masuala ya elimu na master zimekaa vipi. Hapana. Mwenyezi Mungu anakuja kukagua ucha Mungu wa huyu bwana umekaa katika sampuli gani. Sio kuangalia elimu au cheo. Hapana, Mwenyezi Mungu anakagua ucha Mungu. Upo hakuna ucha Mungu, basi ndio maana Allah akasema hakika mbora wenu nyinyi ni yule mcha Mungu. Sasa wewe mcha Mungu wenyewe sasa, huwa a'lamu biman taqa, Mwenyezi Mungu anamjua. Usije ukadanganyika na vitendo vya mtu vya nje.
Usije ukadanganyika ndugu yangu ukaona kavaa kanzu nzuri nyeupe, anawezekana akawa mcha Mungu yule. Sio kweli, usijidanganye hivyo. Hapana. Wa hadhihi ibaratun alaina, na haya kwetu sisi ni mazingatio makubwa sana. Sikiliza Rasul Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala mtume hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. Anna rajulan kana yusamma himaran, alikuwa akiitwa bwana himari huyu bwana, lakini alikuwa ni mlevi, acha kabisa, mlevi sana cha pombe huyo. Siku moja huyu bwana, hadithi inasema kwamba huyu alipokuwa akiitwa himari, alikuwa bwana huyu yashrabul khamra, kwanza alikuwa anapenda sana kunywa pombe. Wa kana yudhiku an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa katika hali ya kumchekesha sana bwana mtume. Yule bwana akishalewa tu anaanza kumfurahisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Tazama sifa mbili hizo, alikuwa ni mlevi wa pombe, lakini pia alikuwa akimchekesha mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kunywa pombe afuje kwa shewa leo, utakula makola mpaka ukimbie shehe. Lakini huyu bwana mbele ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kafika mbele ya mtume kishalewa pale, lakini anamchekesha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si hivyo tu, achilia mbali hilo, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakana yajliduhu, mtume alikuwa akimtandika bakora mikwaju kwa sababu ya kulia kwake pombe, hadi ambayo hukumu yake ni bakora 80. Ukiulizwa jibu hivyo, hukumu hadi ya mtu aliyekunywa pombe hadi yake ni bakora 80 katika fiqhi, anamtandika fimbo. Sasa kuna bwana mmoja alikuwa ni sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia la'anahu Allahu ma akthara ma yuta bihi ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akulaani bana. Kwa nini akulaani? Kwa sababu ya kukithirisha sana kuletwa kwa mtume hali ya kuwa umelewa, na kwa sababu ya kutandika viboko. Yaani Mwenyezi Mungu akulaani kwa hilo. Kwa sababu gani? Wewe ni mlevi wa pombe tu. Maana yake huyu sahaba anampa laana sahaba mwenzie kisa tukaleo nini? Kanywa pombe shekhe. Unajua mtume alimwambiaje? Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana rahiman, alikuwa ni mpole. Kana latifan, alikuwa ni mwenye huruma mlaini sana. Alikuwa ni mwenye mapenzi kwa watu wake. Akamwambia la tal'anhu, usimlaani. La nahia, hiyo ni la inakuja kufanya kazi ya kukataza. La tal'anhu, usimlaani. Muona sawa amekosea huyu, unamwona kafanya dhambi kubwa ya pombe na vitu gani, lakini la tal'anhu, usimlaani. Akamwambia fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, kwani hakika huyo unayefanya kumlaani anampenda Allah na mtume wake. Eti cha pombe naye anaingia katika watu wanaompenda Allah na mtume wake. Mtume anasema hivyo, sio maneno yangu hayo shehe. Usije ukasema nimekosea hapo, nimepatia shehe. La tal'anhu, usimlaani, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, kwani mtu huyo anampenda mtume na Allah. La tal'anhu, usimlaani, kwani hakika huyo anampenda Allah na mtume. Mbona akili nakataa mlevi na kumpenda Allah na mtume wapi na wapi? Angekuwa anampenda si angemfuata? Sikiza vizuri sasa, hapo ndio tunafundishwa sisi leo. Unapokuwa ni mtu wa ibada ukamwona mtu katika zalal amekosea, amekwenda kinyume na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, usimlaani, usimnyoshe vidole ukaanza kumsonta yule bwana kishapotea siku nyingi sana. Na haya leo hii hapo kiingia katika mitandao kule, mtu akishika rai ya shekhe fulani tu au kauli ya shekhe fulani pale anaradiwa, anatolewa katika Uislamu, anaonekana huyu si Muislamu, hayupo katika manhaji ya kisalafi. Sio maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtu kanywa pombe lakini mtume anasema usimlaani, yaani maana yake usimpe kauli mbaya za kumkatisha tamaa mtu huyu. Sikiza vizuri hapo, namalizia sasa. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika fatwa yake akaja akasherehesha hii hadithi, fahadha yubayinu anna al-mudhliba bil khamri, hili jambo linatubainikia sisi na kutuwekea wazi kwamba hakika mnywaji wa pombe, mtu aliyezoea kunywa pombe, qad yakunu muhibban lillahi wa rasulihi, kutokezea akawa ni mwenye kumpenda Allah na mtume wake.
Anasema wa haqqullahi wa rasulihi awthaqu inda al-imani, na mapenzi ya mtu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, maana yake hayo ndio mapenzi makubwa yaliyo katika kilele cha juu kabisa, ijapokuwa dhambi anazo za kunywa pombe. Akageuka akasema kama anna al-abida zahida, kama jinsi ilivyokuwa kwa mtu mfanya ibada azahida, tena mcha Mungu, qad yakunu lima fi qalbihi min bid'atin wa nifaqin masqutan alayhi inda Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Muda mwingine hutogezea huyo anayefanya ibada mcha Mungu, akawa yale yanayopatikana katika moyo wake akawa na maradhi ya unafiki pamoja na masala ya bid'a. Mtu huyo mfanya ibada, tena Ibn Taymiyyah anasema masqutan alayhi, mwenye kuchukiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kufundisha kitu gani? Ukiwa ni mfanya ibada, usimdharau mtu ambaye hafanyi ibada, muombe dua, mpe nasaha zilizokuwa katika sura ya ustaarabu. Usijione unaswali kwa umeshamaliza shekhe. Hapana, sote tunaswali, lakini tusione kwamba tushamaliza, kwa sababu watu wanaoswali mara nyingi, moja katika tabia zao, lakini sio wote, baadhi huwa wana tabia ya kuona kwamba wao ndio ambao kwamba watu wa peponi. Kila swala tano, toa sadaka na funga, mtu wa peponi bwana. Ikifa vijana moja kwa moja shekhe. Alikwambia nani shekhe? Sote hapa hakuna anayejua nani akiswali swala yake imeshapitishwa tiki vifaa. Nani anayejua? Hakuna. Ndio maana Allah akaweka fungo ili tusichekane. Asirru hayatun, siri maisha. Pale Allah akaweka siri. Wewe swali mfunga, lakini malipo yako ndio siku ya kiyama. Hapa bado ulikosea kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Allah ndio anaweka tiki, sio watu. Leo hii sisi watu ndio tunaweka tiki kwenye swala za watu. Sio maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani hamkupata kukisikia kisa cha mwanamke mmoja katika riwaya hadithi imekuja akiitwa Baghiyun. Ukisikia Baghiyun maana yake ni mwanamke ambaye anafanya kazi ya ukahaba. Mwanamke huyu alikuwa katika kazi zake akifanya katika wana wa Israeli kule. Hichi kisa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakisimulia mbele ya ashabi zake. Mwanamke huyu alikuwa ni Baghiyun, kwa maana mwanamke ambaye kwamba akaugeuza mwili wake kuwa ni sehemu ya biashara yake. Kapita sehemu fulani, kuna kisima bana, kaona mbwa ana kiu cha maji, kavua kiatu chake, kachota maji kwenye kisima, kampatia mbwa kanywa, ikawa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Mimi na wewe vipi shekhi? Huyu hajapatapo kufanya ibada katika maisha yake, alikuwa mchafu wa matendo, lakini tendo moja tu ikawa ni sababu kwake yeye kuingizwa peponi na Allah subhanahu wa ta'ala. Utajiuliza swali, je, hisabu zishapita za watu kwenda peponi au motoni? Hapana shekhe. Wote sisi walokufa na tulikuwa hai tunasubiri munada wa Allah subhanahu wa ta'ala, walokufa afufuliwe, alafu izifanyike hisabu, wa peponi waingie au motoni waingie. Maana yake nini hiyo hadithi? Maana yake ni kwamba sisi tuwafundishwa usijione wewe ni mwema katika matendo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ridha an khulafa'ir rashidin Abu Bakr as-Siddiq wa amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Abi Talib wa Ali ibn Abi Talib. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل منا انك انت السميع البصير. اللهم تقبل منا انك انت السميع البصير. اللهم تقبل صلاتنا يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا تحت الأرض فاخرجه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان رزقنا بعيدا فكثره يا أرحم الراحمين، فقربه يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا حراما فكثره يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.